kutoka kwenye inbox yake. Unatakiwa kutoka kwenye inbox yake. Unatakiwa kutoka kwenye inbox yake. Umekuwa unapoteza muda mwingi sana. Umekuwa unawekeza muda mwingi sana. Umekuwa unawekeza mawazo kwa muda mwingi sana, lakini hakuna mafanikio, my brother. Kila siku unatuma message, kila siku unamwangaikia huyu mwanamke na hakuna matokeo. Zaidi umekuwa unazurura tu kwenye inbox yake pale WhatsApp. Umekuwa unazurura tu na hakuna matokeo ya aina yoyote. Sasa leo ndo kubadilisha mambo. Leo unaenda kubadilisha mambo, unaenda kubadilisha hali na kwenda kumpata mwanamke ambaye anakuvutia pale WhatsApp kwa jinsi ya kuchati tu, kwa njia ya kuchati tu, haraka sana, kwa njia ya kuchati tu. Twende pamoja mwanzo mpaka mwisho wa hili somo, na mwishoni kabisa utapata kitu kikubwa sana. Yaani ukienda na mimi sambamba kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa hili somo, my brother, lazima wewe uamke. Lazima uamke. Hiyo ni lazima. Kwa nini? Kwa sababu naenda kukupa njia, naenda kukupa misingi. Ulikokuwa na feli ni wapi? Nini unatakiwa kufanya? Nini utakiwa kukifanya? Kitu ambacho lazima kikakujenge, my brother. Lazima. Kwa hiyo once again twende ndani kwa kina sana, tukapate maarifa haya kwa kina sana. Watawala, mambo vipi? Hakika namshukuru Mwenyezi Mungu kwa afya njema, kwa kutupa uzima, kwa kutukutanisha tena kwenye safari hii ya kujifunza ndani ya sauti ya Mzee Sonelo. Upo nami ambaye nakufikishia mawimbi haya ya maarifa, mawimbi haya ya sauti, Mwalimu Sonelo, mlezi, kiongozi, majina yote yangu hayo. Nipo hapo kwa kisha unafikiwa na haya maarifa, ukapata ufahamu, na sio hapa tu. Maarifa yanapatikana mpaka kwenye darasa la wanaume watawala. Tuna darasa ambalo tushamaliza mwezi mpaka sasa kwa kujifunza, na tutaendelea kujifunza. Darasa la wanaume watawala tutajifunza kupitia WhatsApp. Hili ni darasa ambalo wapo wanaume makini sana, na moja kwa moja mwanaume ambaye anataka kutengeneza mahusiano imara, anataka kujenga familia imara, anataka kuwa na kizazi chenye uelewa na utambuzi juu ya mambo, sio wanaoishi tu ili mradi kumekucha. No. Basi wewe unakaribishwa ndani ya darasa la wanaume watawala, na hili ni darasa ambalo unajiunga kwa kuwekeza 20,000 kwa mwezi. Ili utavyoingia utaingia na 20,000. Kwa hiyo ukikaa pale unaenda kula madini, unasema haya madini bwana, madini haya ni madini ambayo kweli hakika yananisaidia. Utaenda kuwekeza 20,000. Utojutia kuwa pale ndani. Utojutia kuwa pale ndani. Twende kwenye somo, man. Twende kwenye somo, man. Twende kwenye somo once again. Nimeweka description, nimeweka link, nimeweka mawasiliano kwa description ya hii video. Link inakupeleka kwenye landing page, ambayo landing page ina maelezo mengi ambayo yanafafanua nini kipo ndani ya sauti ya Mzee Sonelo. Hii ni nyumba ya maarifa. Sasa nyumba ya maarifa kuna nini na nini? Unaenda kujenga mahusiano, my brother. Utatoka kwenye zoni ya kulialia. Utatoka kwenye zoni ya lawama. Utaingia kwenye zoni ya mahusiano yenye furaha na amani. Yaani wote enjoy mahusiano, my brother. Why not? Kwa nini sio wewe?
Kwani kila siku unaona tu wenzio wakiposti wakifanya hiki, wewe umekaa tu unatoa macho, uelewi unafanya nini? Tena kuanzia kwenye inbox hujui chochote, unazulazulula tu. Sasa relax, nisikilize kwa makini sana, nisikilize. Na pia kwa nafasi ya pekee sana nawapongeza sana wanaume watawala ambao wanaendelea kusupport show. Nawapongeza sana wanaume watawala ambao tunaenda pamoja, tuna kujifunza, tunaendelea kuchimba madini kwa kina sana. Kwa kina sana. Tunaenda kuchimba madini kwa kina sana. Tuingie darasani kwa maana nyingine, tuingie darasani. Mwalimu Sonelo, tuingize darasani wanafunzi bwana, unajua tumekaa hapa tunapigwa na baridi, tunasikiliza lakini hatusikii darasani. Tunaingia darasani. Relax, tunaingia darasani. Ili somo la toka kwenye inbox yake ni mwongozo ambao meblaza utaenda kuwa wa ajabu sana, utaenda kuwa unashangaza sana mbele ya wanawake. Hii ni ahadi yangu. Kwa nini? Kwa sababu wanaume wengi ni mabwege, wanaume wengi ni wapumbavu, hawajui namna ya kuanzisha mahusiano. Najua kuna wengi ambao hawajakichukua kitabu cha nisikiliza hapa, najua ni wengi hamjachukua kitabu cha Amri 10 za kuanzisha mahusiano kitawala. Hicho kitabu ambacho wamechukua wanaume kadhaa ambao wapo hapa wananisikiliza, lakini wengi wenu hamjakichukua. Hicho kitabu kimezungumzia namna ya kuanzisha mahusiano. Lakini hii topic inaenda kuzungumzia namna ya kuanzisha mahusiano WhatsApp. Sio namna ya kumtongoza mwanamke. No, namna sasa ya kuchukua attention yake. Kwa nini? Kwa sababu kuna namna ambavyo wanajitazama. Mmesikia kipindi kilichopita. Kwa hiyo mwendelezo wa vipindi vyote ni lazima uanzie kipindi cha kwanza ili twende sambamba kwenye mfululizo wa toka kwenye inbox yake. Ndio maana kutengenezea playlist ambayo inaonyesha mtiririko wa masomo yote ya hapa ndani ya sauti ya mzee Sonelo. Hii playlist itakupa urahisi wewe kuyafikia maarifa kwa kina sana. Hicho kitabu cha kuanzisha mahusiano, Amri 10 za kuanzisha mahusiano kitawala, kinapatikana kwa shilingi 30,000 za Kitanzania. Utawekeza upate madini hayo. Mzee Sonelo anasema tumejifunza kuhusu swala mtazamo, kwamba wanawake kuna namna ambavyo wanajitazama, kuna namna ambavyo wanajitazama wao, na kuna namna ambavyo wanatazama mambo. Kwa hiyo unapoingia kwenye inbox yake lazima ujue kuna namna, kuna mtazamo fulani anao juu ya familia, juu ya mahusiano, juu ya muonekano wake, juu ya ngono, juu ya burudani. Kuna mtazamo ambao yeye anao wakati huo. Unapoingia kwenye inbox yake inabidi ujue hivyo. Usiingie kama bwege ambaye leo chochote, lazima utafeli haraka sana. Watashambulia wanaume wako. Kwa nini? Tunataka kujifunza mitazamo ambayo wanayo wanawake ili ukafanikiwa pale inbox. Kwa kuna mitazamo kadhaa ambayo tutaiangalia hapa. Mitazamo kadhaa tutaiangalia ili somo likakupe madini, japokuwa lina vitu vingi sana. Kwa hiyo nitaangalia namna ambavyo ninaweka ili ukapate matokeo. Yaani wewe ukaanzishe matokeo, ila onyo ni lile lile. Unatakiwa kuwa mzinzi my brother. Hii power hautakiwi kuitumia vibaya. Bali unatakiwa kuitumia kutengeneza mahusiano yenye maana kwa wewe. Aina ya kwanza, mtazamo. Wanawake wanajiona malkia, wanataka kutukuzwa. Sonelo anasema wanawake wanajiona malkia, wanawake wanataka kutukuzwa.
Kwa hiyo wewe unaingia pale inbox, haujui kama mwenzio anajiona yeye malkia, anajiona anatakiwa kunyenyekewa. Kwa hiyo wewe ujui hili, alafu una utawala, umeingia kibwege kwenye inbox yake, lazima akushambulie, kwa sababu anaona haumpi treatment ambayo yeye anajiona. Malkia ni nani? Malkia anataka kujiona ipo juu muda wote. Malkia ni nani? Malkia anataka kuona ananyenyekewa muda wote. Malkia ni nani? Malkia anataka kuona anaombwa muda wote. Kuna wanawake ambao mmoja hivi nilishare na watu pale darasani, ana kwa kina anaonyesha jinsi ambavyo mambo yalivyo. Hii topic yenyewe mnaisoma huko juu, mnaisoma katika namna hii, lakini kwa mifano zaidi ninaonyesha darasani. Huku ni juu, my brother, nishawaambia wazi, huku ni juu, nishawaambia hilo. Ila juu yenye maarifa, sio juu ya kipumbavu, no, ni juu ambayo yenye maarifa, lakini mifano hai, ngazi kwa ngazi, ninasimama nao wale ambao wamekubali kuwa karibu na haya maarifa. Kwa nashia nikamwambia, angalia yule mwanamke anavyosema amepanic. Unaniambiaje unataka picha zangu? Akamepanic kwa namna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu yeye amezoea kutukuzwa, my blast. Amezoea kutukuzwa na mabwege, anajiona malkia. Kwa hiyo ni kitu ambacho unabidi ukijue, ni kitu ambacho unabidi ukielewe, ni kitu ambacho unabidi ukifahamu, my blast, you know? Unabidi ukijue. Kwa hiyo mimi nika relax kwa sababu najua kitu gani kinafanyika. Sasa Mzee Sono anasema wanawake wanajiona malkia, wanataka kutukuzwa. Wanajiona malkia, wanataka kutukuzwa, wanatakiwa kutukuzwa na wanaume pamoja na wanawake ambao wapo chini yake kisamani, sababu wao kwa wao wanatazama samani fulani ndio yenye kuwatofautisha. Mfano, mwanamke mwenye mwanaume makini huwa na samani mbele za wanawake ambao wasio na mwanaume makini, au asiye na mwanaume makini atakuwa na samani. Atamsamini sana. Ndio huyu mwanamke amepata mwanaume makini, amewezaje? Basi inaonekana kuna kitu cha tofauti anacho. Kwa hiyo atapelekea mheshimu sana, atapelekea msikilize sana. Ama mwanamke ambaye anaongea sana, ana aibu, yeye anaongea tu mbele za watu, anaongea, yani yeye anaongea, ni yule ambaye anaongea sana, itapelekea moja kwa moja asikilizwe, asaminiwe na wale wenzie wasio na uwezo wa kuongea, wenye aibu. Kwa sababu kwa asili wanawake wao ni watu wenye aiba ya aibu. Asikapelekea mmoja wao anavunja ile taratibu ya kuwa kutokuwepo na aibu, inapelekea heshimiwe, asikilizwe na vitu kama hivyo. Kwa hiyo blaza, unatakiwa kuelewa kwamba samani wanavyoitazama wao ni tofauti sana na sisi wanaume. Tofauti sana. Ni tofauti sana. Hata jinsi wanavyoweka mipaka ni hivyo hivyo. Ndio niliwaambia mfano, kama sio hapa basi kwenye group niliwaambia kwamba wanawake wawili marafiki sana, lazima utawakuta wana tofauti kubwa. Mmoja atakuwa kibonge, mwingine atakuwa mwembamba. Mmoja atakuwa mrefu, mwingine atakuwa mfupi. Uwezi kuwakuta wote warefu, wote vibonge, alafu na urafiki wa kweli kabisa. Tazunguka sana. Kwa nini? Kwa sababu kuna upande wa samani lazima kuna mmoja akubali kuwa chini, kuna mwingine na akubali pia kuwa chini wakati fulani. Unajua mimi ni mfupi, unajua mimi ni kibonge, unajua mimi ni mwembamba, unajua mimi sina hiki na hiki. Lazima akubali. Ndio rafiki wao wanakuwa wa kweli. Kinyume na hapo wanakuwa wananafikiana tu. Watu namna hiyo wanakuwa ndo majungu sana kwa namna hiyo. Lakini wale rafiki wa kweli ukichunguza sana unakuja kugundua wana sifa ambazo zinatofautisha sana.
Lakini upande wa mwanamke huyu mbele ya mwanaume anajiona yeye ni malkia, anatakiwa kutukuzwa, anatakiwa kupigiwa magoti, japo hana nyumba, japo hana kazi, japo hana biashara, wala hana mwelekeo wote tu wa kimaisha, ila mwonekano wake tu, ila uzuri wake tu, na wengine makuzi yake tu, na msingi wa hapo juu wa kuundwa kwa mtazamo wake upelekea kujipa thamani hiyo mbele ya wanaume mabwege. Wanaume mabwege ambao hawatambui uhalisia, bali wanaishi njia za jamii. Kivipi? Wewe mwanamke, kwa sababu tayari huo ndio mtazamo wao, ndio huo kwamba wao ni malkia, wao wanatakiwa kutukuzwa, wao wanatakiwa kunyenyekewa. Kwa hiyo hana biashara yoyote, hana pesa, hana mwelekeo wa aina yote. Wanawake wengi ambao wanakupeleka inbox pale, wanaokupeleka kwenye mahusiano, wanaokusumbua, wanaokuumiza kichwa, hawana mwelekeo wote, ila mwonekano wake tu mkunasa. Mwonekano wake tu ndio unaowanasa wanaume kuamini kwamba yeye ni wasama. Mwonekano tu, my brother, mwonekano ambao mwonekano wake hauleti chochote kwenye akaunti yako. Mwonekano wake hauleti chochote kwenye survival yako. Ndio maana mzee Soneo anasema hivi, huyu mtazamo wake unapelekea kujipa thamani mbele ya wanaume mabwege. Si wanaume watawala, no. Wanaume mabwege ambao hawajitambui, wanaume mabwege ambao hawadili na uhalisia bali wanadili na kelele za jamii, kwamba wewe unatakiwa tu bwana umpigie goti mwanamke wako, wewe unatakiwa bwana umchatishe kutwa mara 3, yani kama dozi ya daktari, yani wewe unatakiwa bwana uhakisha ukauki kwenye inbox yake, weka vocha mpigie mara kwa mara. Wewe ni mpumbavu sana. Kwa nini? Kwa nini ufanye hivyo? Kwa sababu bwana ataniacha, unajua. Atakuacha. Asije atachukuliwa na wengine. Bwana ndo njia mimi ya kumlinda ili nionyeshe kwamba mimi nampenda sana. Wewe ni mpumbavu. Mwanamke, wanawake wanawaheshimu wanaume na sio wavulana. Nataka kuelewa hilo. Wanataka kuingia kwenye mahusiano na wavulana. Wanataka kuingia kwenye mahusiano na wanaume, sio wavulana. No, wanaingia kwenye mahusiano na wanaume na sio wavulana. Yaani wewe kwa nini usihangaike kupambana kwenye kazi zako alafu yeye akakutafuta? Yaani imagine umetulia, relax, upo kwenye aso zako, unaona simu zako na message zake. Lakini wewe unaambiwa acha kazi, mtafute ambaye hana kazi, ambaye hana biashara, ambaye hana mwelekeo wowote, zaidi anakutegemea wewe kwenye kila kitu. Alafu uendelee kumhangaikia. Jinsi gani ulivyofala. Alafu unategemea nini? Unategemea mwanamke afanye nini? Unategemea mwanamke akuheshimu. Ndio maana unahangaika sana kwenye inbox yake. Mzee Soneo anasema toka kwenye inbox yake haraka sana. Unataka kutoka kwenye inbox yake. Mwanamke ambaye ni mwonekano wake tu ndio uliokunasa wewe. Huu ni mtazamo alionao. Unaona anastahili kutukuzwa. Kwa utavunja kwenye inbox yake, kama uelewi hili, lazima ukanase. Kwa nini? Atakuaibisha. Atakusailisha. Atakwambia kama nilivyokuambia kuhusu mwanamke bwana, anasema bwana, wewe niombe, mimi nataka wewe niombe. Unanipigia mpaka normal call. Wewe mwanaume gani? Wewe hujafundishwa? Wewe mbona kama hujui jinsi ya kuwasiliana? Ila mawasiliano nataka yeye ni mimi nimuombe. No, mwana wewe tulia. Mimi siwezi ngakuomba wewe. Wewe tulia. Nataka picha. Sio ni kuombe. Wanataka kutukuzwa, my brother. Kwa hiyo utapowatukuza, ukienda sawa na wanavyotaka, ukienda sawa na mtazamo wao ambao sio wa kweli, unaua mvuto. Ndio maana wewe unazuula sana, unakosa matokeo. Unaingia huku, unachati sana, unamchatisha siku nzima,
unahakikisha pale kwenye group unapatikana, unahakikisha kwenye inbox unapatikana, unahakikisha kwenye voice chat unapatikana. Lakini ambao wana smash apatikani inbox ovyo, apatikani kwenye hizo voice chat wala kwenye group wa chat naye, ila ndo anaye smash. Kwa sababu endapo utafuata sambamba na mtazamo wao, kuna ukike. Ndio maana niliwaletea somo la asili. Huyu ni mwanamke, la asili yake, ili ujue mvuto ni nini, ili ujue mahusiano yanaunganishwa na nini. Somo la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano nimeweka wazi uweze kuelewa. Kwa maana ingekuwa ni ngumu kunielewa nachozungumza hapa, usingepitia somo la huyu ni mwanamke. Kama hujapitia, nenda ukalipitie ili uelewe kinachotokea. Ukienda unavyotaka yeye, maanake utakuwa unathibitisha wanaume wako kwake, na kitendo cha kuthibitisha wanaume wako kwake kinaua thamani yako wewe. Kikiua thamani yako wewe, kinaua heshima yako wewe juu yake, namna anavyokuheshimu. Na heshima ikiondoka, inaondoka na mvuto, kwa sababu mvuto ndio ambao unamshikiza mwanamke kwako wewe. Sio pesa, sio wazifa, sio juhudi za kusmash, sio, bali nini? Mvuto atakuwa nao, na ule mvuto ni heshima, ni zao la heshima ambalo anakuheshimu mwanamke. Kwa hiyo unavyoingia kwenye inbox lazima ujue hilo. Mabwege wanadili na uhalisia wa jamii ambao unawapelekea wanaswe sana. Sikiliza mtawala, sikiliza. Sio kama mwanamke akiwa nyumbani ama akiwa na biashara ama akiwa na mwelekeo ndio atukuzwe, ama akiwa mwenye biashara, akiwa na mwelekeo mzuri, akiwa ana maisha mazuri, akiwa sio mama wa nyumbani ndio atukuzwe. Sio. Hapana, sivyo. Bali na kuonyesha jinsi ambavyo ulivyo mpumbavu, ulivyo bwege, ulivyo unafukuzia wanawake ambao hawana mchango wowote watakao kuwa nao kwenye kuleta ukuaji wa maisha yako. Hawana mchango wowote, hawatakuwa na mchango wowote ule zaidi ya uwepo wao, zaidi ya DP zao tu unazitukuza. Hawana mchango wowote. Ndio nimekuonyesha kwamba kuna wanawake ambao hawana pesa, hawana biashara, hawana kazi, hawana mwelekeo wowote, lakini wewe unawatukuza. Je, vipi itakuwaje wale ambao wana biashara, wana pesa, wana mwelekeo? Na wale pia hawatakiwi kutukuzwa. Hata kama ana mchango, hatakiwi kutukuzwa, hatakiwi kupewa nafasi ya kichwa. Kwa hiyo unaingia kwenye inbox yake, unamwona kama yeye ni malkia, namna unavyochati naye kuanzia siku ya kwanza. Ile hali inapelekea wewe uwe mvuto. Kwa kinachofanya wewe message zako zisipatikane, zisionekane, akupuuze, akughost, akusahau, ni kwa sababu unamtukuza. Na sio wewe unayemtukuza, mnakwambia mpaka marafiki zake wanamtukuza. Sasa kama mpaka marafiki zake wanamtukuza, na wewe pia unamtukuza, na mabwege wengi wanamtukuza, tofauti yenu ni nini? Niliwaambia hivi, atakupa namba ya usajili, kwamba litumwa lingine limeingia le namba 134, hili ni tuma ambalo litakuwa linaleta chakula, linaleta vocha, na hili litumwa la kulipia bills, hili tuma litakuwa linatoa hela ya kula, hili huku, hili ni hela ya kodi. Ndivyo walivyo. Kwa hiyo utachagua wewe ukae nafasi ipi? Ukae nafasi ambayo yatasema huyu sio mtumwa, huyu ndio mfalme ambaye anatawala majimbo yote, na nitakisha na kuwa naye bega kwa bega na kwa kisha na mnyenyekea ili niendelee kubakia kwenye mahusiano yake. Utachagua wewe. Na ili uweze kuchagua ni lazima ujue wana mtazamo huu. Usilalamike, bwana wanawake wa siku hizi sio wako vipi? Yaani wanawake bwana kama napenda pesa. No my brother, no.
unatakiwa kujua kwamba wana mtazamo gani. Unafikia kwenye inbox yake, usikurupuke, usiishi kwa mazoea my blaza. Ndio unakosa matokeo, kwa sababu unaishi kwa mazoea, unaishi kwa mazoea. Yani wewe unaamini kwamba jana na leo ni siku sawa, nilifanya jana nitafanya leo. Haujui kama kuna mabadiliko. Sasa kama hujui, hiyo hali ni mbaya sana. Ndio maana unakosa matokeo pale inbox. Wanaume wengi naona jinsi wanavyosafa group pale, naomba nije inbox. Wewe ni mpumbavu. Yani wewe unataka kuchat na inbox alafu unaomba ruhusa. Na magroup mengine yameweka sheria za kibwege kama hizi. Unatakiwa uruhusiwi kwenda inbox mpaka umuombe. Wewe ni mpumbavu, wewe ni fala. Ujue kama unaomba ruhusa, wewe ni mpumbavu. Kama unaomba ruhusa, manake nini? Nenda kamtukuze kwamba naomba nije kwenye inbox yako. Inbox yake ina nini meblaza? Anagawa pesa, ina nini? Lazima ujichunguze, uone jinsi gani ulivyokuwa lipumbavu. Acha kufuata sheria zingine za kibwege. Naogopa bwana, kwenye group ata remove. Kwani kwenye group ya remove ni group ni moja ambao lipo la WhatsApp meblaza. Kwa lazima uwe kwenye magroup. Kwa nini inatokea mpaka miezi 3 sijakaa kwenye group lolote? Nimefocus na mambo yangu, na kuna muda mwingine na magroup hata 4 5, lakini sijawahi chat, sijawahi soma hizo message. Nikiingia tu nikuziangalia, nikuclear tu space iwepo. Kwa nini kwenye magroup? Kwa sababu nataka kuchukua maarifa ambayo nitawaleteeni ninyi uhalisia wa mabwege, jinsi wanavyopitia, nije nishuhudie, nije niwashuhudie na nyinyi. Ndio kuna muda mwingine nimeingia hivi karibuni kwenye magroup kutokana na mishe zangu, nilitoka kwenye magroup. Nasema stay group lolote, kwa sababu muda wangu natakiwa ni umanage na mambo mengi ya kufanya. Kwa nikatoka kwenye magroup, kwa sina group niliokuwa nao ni group ambalo linaleta thamani ya moja kwa moja kwenye maisha yangu. Wanaume watawala my blaza man, wanalipia ili wapate madini. Ndio group ambalo lilikuwepo, na group lingine ambalo la masuala mengine, lakini yanaoleta thamani ya moja kwa moja, sio magrupu tu ya from nowhere. Lakini sasa hizi my blaza, nipo huko kwenye magrupu, nipo kuwaletea shuhuda ambazo nakuwa naziona. Kwa kuna muda nikipata nafasi dakika 2-3 naangalia pale chat, naona jinsi gani mabwege wanavyoteseka sana. Na kwa sababu mmeshawatengenezea mabwege, ndio ambao wanakuza kiburi cha wanawake. Unamtaka mwanamke, nenda moja kwa moja kwenye inbox yake, usiombe ruhusa wala nini. Ukifika pale mbona umekuja bila ruhusa? Wewe tulia wewe, ruhusa kwani kuna hela hapo natoa? Nisikilize, tulia hapo, 1 2 3 bla 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 bla. Hajajibu unavyotaka wewe, unasonga mbele. Wapo wengi sana, ila wewe unachokosea unaamini huyu mwanamke ninayemwona hapa ndo the only one, ndo the special. Wewe ni mpumbavu sana. Lazima wakutese sana. Yani kama mwanamke ulionaye unamwona ndo the only one, ndo the special, man, na anajua, unatakiwa kujua hilo kwanza. Anajua kwamba unamwona the only one, ndio maana kufanyia upumbavu, ndio anakuletea drama zote. Ila mwanamke ambaye anajua kwamba sio the only one, anajua una machaguo mengine, anajua unaweza kumwacha muda na saa yoyote ile, hawezi fanya upumbavu. Atajibu message zako kwa wakati, tena kwa haraka sana. Atakujibu vizuri, atoshindana na wewe, atoleta drama za aina yoyote. Kwa hiyo unatakiwa kujua hilo. Kwa wanaume wengi wanatukuza DP. Mwanamke mwenyewe hana pesa, hana kazi, hana mwelekeo wote. Bwana, huyu ndo mwanamke mimi nimempenda. Analeta mchango gani meblaza? Muonekano ule pale akimagia seluji, manake utabadili mahusiano tena. Akimagia saluji akaharibika hiyo sura, nini kingine? Maana utavunja mahusiano, utaingia kwenye mahusiano mengine. Usiingie kwenye mahusiano kwa ajili ya sura pekee mwanangu, usiingie kwenye mahusiano kwa ajili ya sura pekee my blaza. Lazima mwanamke awe na mchango, awe na thamani fulani ambayo inaongeza ukuaji kwenye maisha yako. Hivyo ndivyo ambavyo wanaume watawala wanafanya. Mzee Sona anasema hivi, jiulize hivi, una akili timamu? Jiulize, kaa chini sasa hivi, jiulize hivi, nina akili timamu?
hivi kweli mimi na akili timamu? Jiulize. Huyo mwanamke ambaye upo kwenye inbox yake, unapata faida gani kwake? Jiulize, hivi mimi na akili timamu? Nipo kwenye inbox ya huyu mwanamke, ni wiki nzima na chat naye, na mlazimisha kunijibu message zangu, na muda mpaka nalalamika, mbona nachelewa kujibu? Ninapata faida gani? Hapo ndipo utaona wazi ulivyobwege. Hapo ndipo utaona wazi ulivyobwege, maana unatazama ngono tu. Unatazama ngono, ndo kitu ambacho kinatoa thamani ya mwanamke. Yaani wewe unajua, nipo hapa, ipo siku moja tu atakuja, nitasmash. Ndicho unachokitazama wewe. Kwa hiyo imepelekea hali ujiweke kwenye jela. Kwa wanaume wengi wanaua mvuto kwa sababu namna unavyochati inaonyesha. Mwanamke ni master of psychology, my brother. Mwanamke ni master of psychology. Yaani ana uwezo kukusoma haraka sana. Mpaka message anaweza kusoma, anajua mwanaume upo kwenye hali gani muda huo. Kwa sababu wewe hujui hicho. Wewe hujui anakunasa kirahisi. Anajua tu mwanaume huyu ana kiu ya ngono, anataka kusmash. Naona tu message anazoandika, namna anavyoongea. Sasa huyu kwa sababu ana kiu ya ngono na ana kiu kunitaka sana, ngoja atakuzungusha, atakusumbua sana. Kitu kimoja kuhusu wanawake wanapeleka kile kitu katikati, kile kitu cha katikati ya mapaja yao kwa mwanaume ambaye anaonyesha ana interest nacho. Ndio wanawake walivyo hivyo. Ndio walivyo hivyo. Ila ukionyesha una interest nacho, wanakitumia kile katikati ya mapaja yake kukutawala wewe hapo, kukuendesha wewe hapo, kupata kila kitu kwako wewe. Kwa hiyo unatakiwa ujue hilo. Lakini mbugani unaaminishwa kwamba wewe muonyeshe bwana umemmisi sana, muonyeshe bwana unamhitaji sana, muonyeshe bwana una kiu sana, muonyeshe bwana yani yeye ndo the only one, ndo the special. Kisha yeye mwanamke atakusikiliza, ataona mablaza, akili zao hazipo hivyo, asili yao haipo hivyo, utendaji wao haupo hivyo. Wewe ndo unajiingiza kwenye jela, mablaza. Nikakuelewa hilo. Kwa hiyo namna unavyochat naye inaonyesha wazi, lakini kwa sababu wewe kiu yako ni ngono, inapelekea uunde thamani ya mwanamke. Umwone mwanamke huyu ni bora sana katika maisha yako, japokuwa hana mchango wote. Kwa utatukuza DP. Unavyokuwa unatukuza DP, unajishikiza kwenye message zake. Unavyojishikiza unawaza kuhusu kesho, unawaza kuhusu baadaye, unawaza kuhusu wiki inayokuja, unawaza kuhusu hivi karibuni. Huenda atanikubalia, huenda hivi, huenda niongeze hapa, huenda nikifanya hiki atakubali kuja, atakuja ghetto, atafanya hiki, atanisikiliza, tutaonana, itakuwa hivi. Hiyo hali unajitengenezea maono, unajifungia wewe kwenye jela la kumfukuzia huyo mwanamke, na anakuwa anakutumia, my blast. Ndipo anakupiga kwenye kundi la friend zone. Kwa hiyo ukikosea kuingia, atakupiga kwenye kundi la friend zone ama kwenye kundi la husband material. Alafu kundi la tatu atakuwa kwenye kundi ambalo la mwanaume mtawala. Atakuwa kwenye kundi la mtawala wake. Kundi la mtawala wake ambaye wewe utakuwa kazi yako wewe ni kusmash. Alafu yeye kazi yake mwanamke ni kuleta juhudi zake, ni kuleta matunda yake, ni kuleta jasho lake, ni kuleta jitihada zake, ni kuleta kila kitu chake kwa wewe kwenye maisha yako. Mtawala. Utapata ile seksi ambayo wanaume wengi wamekuwa wanaihangaikia sana, na wakiipata wanaipata siku ya kwanza. Uko wengine unasikia bwana amekuwa gogo, bwana ni kama mimi anioni, ni kama vile mimi namuona anaendelea kuchati wakati wote na smash, niendelea kujibu message, niendelea kupokea simu kwa sababu amekupa bwana mfanya tu.
wanaume wengi wanafanyiwa hivyo kwenye ndoa. Kwa nini? Kwa sababu shaua mvuto, blaza, shaua mvuto. Amekwamisha, amekaa kwenye kundi la husband material, kundi ambalo anakuona mume, kundi ambalo wewe atakutazama kama mume mhudumiaji. Na akikutazama hivyo, utakuwa kazi yako nini? Kazi yako kuhudumia tu. Utakuwa kazi yako wewe ni kuhudumia tu. Na wakati huo unavyohudumia vile, anavichukua robo yake, anavichukua nusu yake, au anachukua vyote, anavipeleka kwa mwanaume mtawala, anapeleka pamoja na sex. Kwa hiyo unahangaika naye kwenye inbox huku, unachat naye, amekupiga friend zone meblast. Yaani wewe tu anakutia tu moyo tu, bwana ipo siku utampata, anakutia tu moyo. Unajua bado tunaendelea kusoma, basi wewe kuwa na uvumilivu, kuwa na subira. Mbona wewe una subira? Wakati wewe anakuambia mbona wewe una subira, wakati huko anajibu message, sasa mimi naomba basi hata angalau wiki nije, weekend hii naomba nije basi. No, anaomba kwa mwanaume mwingine wakati wewe huko anakuambia kuwa na subira. It's crazy man. Utaamua wewe, utachagua wewe. Mimi nipo hapa kukuonyesha uhalisia. Kwa hiyo maamuzi na machaguzi ni yako. Wewe ndio utaamua usimame upande gani. Ila mimi nakuja kukuonyesha uhalisia. Nini ambacho kinatokea pale inbox? Nini ambacho kinatokea pale kwenye magrupu ya WhatsApp unavyokuwa na chat? Ndo lengo la hili somo. Ili uone namna gani ulivyokuwa na feli na uone wapi ulipokuwa na feli, ili urekebishe ukapate matokeo. Ukapata matokeo. Hicho ndio kitu ambacho mimi nakitazama. Mimi ni mwalimu wa matokeo. Nataka matokeo. Nataka ukapate matokeo. Ukapate matokeo ya kweli kabisa. Na kuanzisha mahusiano pale WhatsApp. Mwanamke ambaye hajawahi kuona, anaisikia sauti yako, au amekuona kwa picha 2-3. Unaanzisha mahusiano na yanakuwa mahusiano imara. Nimetoa mwongozo tangu kipindi cha kwanza. Nini kinatokea pale WhatsApp? Kwa nini watu wengi wanaanzisha mahusiano WhatsApp? Kwa nini mahusiano sasa yanakuwa mitandaoni? Kwa nini? Kipindi cha kwanza cha hili somo. Cha pili kimezungumza kwa kina mambo haya. Kwa hiyo huku usirudi tena, mnarudi nyuma, tutarudi nyuma man. Kuna mengi ya kusoma hapa. Kwa hiyo jiulize, hivyo una akili kweli timamu? Upo kwenye inbox unapata nini? Utakuja kugundua umeweka ngono mbele. Ndio maana wanakutumia. Kuna jamaa mmoja hivi, kipindi tupo sehemu fulani, niwahi kumsikia akisema kuwa yeye mwanamke yeyote halali yake kikubwa awe na kiuno tu. Ni mwanaume ambaye hana vigezo. Mwanamke yeyote ambaye atakatiza mbele yake, huyo ni halali yake. Achi. Mwanamke yeyote akikatiza mbele yake, hiyo ni halali yake. Kwa hiyo huyu ni mwanamume ambaye ajitambui. Cha kwanza, ajue anachotaka. Cha pili, afai kuwa kiongozi. Afai kuwa kiongozi, afai kuwa baba mtoto wa mwanamume yote. Afai kuwa baba. Yaani yeye alichokuwa anatazama mwanamke yeyote, na ni kweli jamaa ambaye yupo makini, ukimwangalia kwanza anavaa vizuri, anapendeza, lakini kitu ndio hicho, kwa sababu yeye ni mtumwa wa ngono. Hawezi kutawala hisia zake. Kwa mwanamke yote atakatiza mbele yake, kikubwa tu ni mwanamke, ni halali yake. Sasa hao ni wanaume ambao masmasha, sio watawala. Watawala na vigezo. Sio kila mwanamke lazima astahili kuingia kwenye mahusiano nao. Sio. Unaweza kuwa mlembo una hiki na, lakini bado kuna vigezo vingi sana wanavitazama. Kwa ni moja ya kitu ambavyo unabidi ukijue meplaza. Moja kati ya kitu ambacho unabidi ukijue. Wewe unaingia pale kwenye inbox yake, unapata faida gani? Jiulize. Unapata faida gani? Jiulize. Jiulize unapata faida gani? Sasa hapa upo kwenye jamii. Muda huu unavyonisikiliza, upo kwenye jamii ya wanaume watawala na sio wavulana. Na sio wavulana
wenye kuendeshwa na hisia zao. Hapo kwa wanaume watawala lazima ubadilike, uache upumbavu. Unaingia kwenye inbox, lazima uwe na lengo, unataka nini ukalisimamie. Tumeongea kwenye kipindi kilichopita. Kwa hiyo lazima uwe na muendelezo wa kunisikiliza, kuandika, kuweka note down ili uunganishe haya ninayoyasema, ukapate kitu kimoja na ukayafanyie kazi. Mzee Soneo anasema chunguza unafanya nini hapo kwenye inbox yake. Chunguza unafanya nini hapo kwenye inbox yake. Kazi yako wewe ni kusifia tu DP zake, kazi yako wewe ni kusifia tu posti zake, kazi yako wewe ni kusifia tu. Unategemea nini? Unatarajia nini? Unatarajia siku moja atakukubali. Hivyo unajipitisha ili akukumbuke, ili akutambue kwamba nipo mimi bwana, unionee huruma. Hiyo ndo akili yako. Sasa wanaume watawala wanaingia kwenye mahusiano na mwanamke ambaye amechati naye mara moja tu, amekutana naye mara moja tu, na ameanzisha naye mahusiano haraka sana, mara moja tu. Wakati huo anatambua kuna wanaume wengine walikuwa wanachati naye kwenye group, na ameona pale wanachati naye kwenye group, lakini ameingia inbox mara moja, amechati naye mara moja, na hiyo mara moja ameanzisha naye mahusiano mara moja. Haja view status zake, hajasifia DP yake. Niliwaambia chukua kitabu cha Amri 10 za kuanzisha mahusiano, kitawala 30, ujue namna ya kumtongoza mwanamke, sio namna ya kumtukuza kama unavyofundishwa kwenye jamii. Ukimtukuza unamkosa, msifie unamkosa, meblaza, unamkosa. Kwa sababu kuna kusifia, kuna namna ya kufanya ambayo ninyi hamna misingi. Kwa hiyo mnasifia mpaka mnapitiliza, hali ambayo inapelekea, inaonyesha unamnyenyekea, na mwanamke anataka kudate na mwanaume ambaye yupo juu yake, na mwanaume ambaye anamtazama juu na sio chini. Kwa ukimnyenyekea atakutazama chini, akutazama chini unaua mvuto. Ukiwa mvuto anakuona wewe ufai, anabidi atafute mwanaume ambaye yupo juu yake. Yaani mwanamke anatazama juu, anaangalia mwanaume gani ambaye yupo juu yake, mwanaume gani ambaye endesheki, mwanaume gani ambaye hawezi ukampeleka tu, mwanaume gani ambaye hawezi akanyenyekea tu, yeye anyenyekee ovyo, mwanaume gani ambaye aombeombi misamaha ovyo, mwanaume gani ambaye asemi samani ovyo. Huyo ndiye mwanaume ambaye atamnasa huyo mwanamke. Kwa mwanamke anaangalia juu, mwanaume gani ambaye endesheki, mwanaume gani ambaye ukunjwa sema, mwanaume ambaye ni jeuri, mwanaume gani ambaye ni jeuri, mwanaume gani ndiye anayevutiwa naye, na si wewe ambaye kila siku samahani bwana, au nisamee sana, wewe unanyenyekea ovyo. Wewe anakuona chini yake, anakuona mtumwa wake kwa asili. Hiyo ndo asili, meblaza, sio mimi. Hiyo ndo asili yao, sio mimi. Kwa hiyo wewe ndo unaenda kuua ndoa yako kwa kuombaomba. Unaua ndoa yako kwa kuomba. Na wakati huo kuna mwanaume uko nje anakutana naye, hamuombi chochote na anakomandi kukitaka, ambacho wewe uliyemuoa umelipia na mahali unaomba. Kuna mengi yanatokea kwenye usaliti, lakini chanzo chake ni ubwege, ni upumbavu wa wanaume wengi, ambacho kinapelekea wanawake wengi wao wasaliti. Kwa sababu mwanamke anavyosaliti, anasaliti akiwa anavutiwa, sio mahali pale atasaliti kwa sababu ya pesa, kwa sababu mahitaji. No, ndio mwingine kweli amevutiwa na yule mwanaume, na ili mwanamke avutiwe ni lazima pawe pana utawala, amweke kwenye kundi la watawala, amweke kwenye kundi la mtawala wake. Wakati huo hilo kundi likiwa lina mtu, lakini hilo kundi likiwa lina mtawala wake, hawezi akasaliti. Otherwise atasaliti katika namna ya kuwapiga wale wanaume friend zone, katika namna ya kuweka wale wanaume katika husband material, na wakati wale wanaume hawatakuwa wana smash. Ukiwa friend zone
Ukiwa kwenye husband material, wewe kusmash kwako ni ngumu sana. Otherwise ataitumia hiyo muda, atakitumia hicho kitu ili apate kikubwa zaidi kwa wewe, ili akunase zaidi. Atatumia hiyo njia, itabidi akupe ili akunase zaidi. Kinyume na hapo, kuna muuni atakuwa na smash, kuna msela atakuwa na smash. Kwa hiyo inabidi ujue wewe unapata nini. Chunguza. Ndio maana unafeli, kwa sababu unamsifia sana, una comment kwenye status zake sana, unabonyeza ile alama ya kopa kopa pale kwenye status zake sana, hali ambayo mwanamke anakuona wewe follower. Kuna mwanamke mmoja hivi alikuwa anawatumia, na mimi nilikuwa nawatumia wanaume na watu wengine link ya TikTok yake, direct link. Okay, bonyeza link unaenda moja kwa moja kwenye profile yake na vitu kama hivyo. Anawatumia watu. Na kaja kanitumia na mimi. Ni kitu ambacho alikuwa na forward, naamini hilo. Nikamwambia wewe, sikiza, mimi sio mfuasi wako. Mimi sio mfuasi wako. Na nikatoka kwenye inbox yake. Wewe kumfuatilia huyo mwanamke akukupi garantia ya kumpata, bali kuna kuonyesha wewe ni follower, wewe ni mfuasi. Sasa wanawake si watu wazuri kwa wafuasi wao, ni wakatili kwa wafuasi wao, ni wakatili kwa wafuasi wao. Fuatilia hata wasanii, hata waigizaji, fuatilia, utaona mitandaoni. Ufuatilia kwa makini, utaona wale followers wengi, followers waliokuwepo sio ambao wanavutiwa, sio mwanamke anavutiwa nao. Unakuta tu mshikaji katokea from nowhere tu, unakuta hakuma huyu mwanamke maarufu hivi anatoka na mtu ambaye hajulikani, anatoka na mtu. Ndio ilivyo my blaza, ukike umenaswa, kwa sababu nyie wote ni mafollower, nafanana na kama ng'ombe. Kwa hiyo hali inapelekea asivutiwe na ninyi, na kwa mpo chini yake, na kuwa mpo chini yake. Kuna kitu kimoja kinaitwa hypergamy, hali ya kutaka kikubwa zaidi, hali ya kutaka kikubwa kuliko alichonacho saizi, kuliko alichokuwa nacho jana, alichonacho leo, ataka kikubwa kesho. Kwa hiyo hicho kikubwa anakipata kwa utofauti. Ni kujitofautisha. Ukiweza kujitofautisha pale kwenye group, utaweza kumnasa huyo mwanamke. Ukiweza kujitofautisha kwenye kazi ofisini, utamnasa huyo mwanamke. Ukiweza kujitofautisha namna unavyochati, utamnasa huyo mwanamke. Unataka kuelewa hypergamy kwa kina jinsi ilivyo, chukua kitabu cha Sio Fumbo, utakipata kwa 25,000. Hichi ni kitabu ambacho kitakupa madini, kitakupa misingi ya kuelewa wanawake, ili ujue kwamba hypergamy inafanyaje kazi. Kinyume na hapo itakukandamiza. Kwa hiyo unabidi ujue hilo meplus. DP yake haikupi kitu chochote. Unatakiwa kuelewa kuwa mwanamke anajiona yeye ni malkia. Sasa kama anajiona yeye ni malkia, utakapokuwa unamtumia message, unapokuwa unamsifia, una comment, unasifia DP, una comment status, na anakuona upo kwenye sehemu ya majukumu yako kama mfuasi. Atakuona upo sehemu ya majukumu. Hatakuona kama sehemu ya mfalme ama ya mtawala ama ya mwanaume makini ambaye anajitambua. No, atakuona kama wafuasi wengine. Kwa atakupuuza, sababu ni wengi wale mtumia sifa amposti. Sio kama ile posti ameposti kwa ajili yako. No, ameposti akitegemea sifa, akitegemea atasifiwa, akitegemea makopa. Sasa yale yote mnayafanya ndani ya mategemeo yake. Kwa hiyo atakupuuza tu, maana mtakuwa upo kwenye kundi la mabwege. Lakini akatokea mwanaume ambaye haja comment, hajafanya nini, mwanamke atataka awinde na attention ya huyu, kwa sababu wanawake kwa asili ni washindani. Kwa kinachotokea hapa ni mechanism ya ushindani. Unaona? Kwa mwanaume kwanza tupo group, wala ajini play kwenye group pale, na
na nimeshatuma message wala hajanisifia, wala nimesha mention status wala hajaview, hata akiview sijaiona akicomment wala akika like wala kifa. Kwa hiyo wewe unakuona mchanganya, huyu mwanaume nini? Huyu mwanaume atakuwa na nini? Au huenda mwanaume basi atakuwa anafukuza sana wanawake, au huenda mwanaume basi atakuwa anavutia sana, au huyu huenda mwanaume basi ni makini sana. Ngoja kwanza nione, ngoja nishindane naye, ngoja nimshindanishe. Mwanamke anafika hatua anasema bwana, mimi nataka nichukue akili yako. Mwanamke huyo anasema yuko anataka kuna ushindani. Alishaniambia mwanamke mmoja, ananiambia mimi nataka niingie akili mwako. Kama hilo uliweza, hilo liwezekana. Ananiambia wewe mimi naweza. Okay. Wewe utaona. Akasema sawa. Au unabisha? Akasema okay, sawa. Aliona hilo. Lakini uwezi. Nini? Pale niko namweka katika upande wa kushindana. Maana kuna mbinu atazitumia. Mbinu ambazo anazitumia kwa mabwege kuwaingia kwenye akili zao, kuwaingiza kwenye mstari wa utumwa, waendelee kumfukuzia. Sasa ni mwanamke ambaye anaonyesha bwana, wanaume mimi wananitafuta na wengi ni wavulana ambao wananitafuta, wanachati na mimi, wavulana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo amekutana na mwanaume ambaye anachati tofauti, anaongea tofauti, anachukua anachokitaka tofauti. Nataka kuelewa hili. Kwa hiyo mwanamke utavyoingia tofauti kwenye inbox itapelekea unase attention yake. Kwa nini? Kwa sababu yeye alishazoea kufukuziwa, ameshazoea kutukuzwa, ameshazoea kunyenyekewa, ameshazoea kuombwa. Wewe mbona umuombi? Wewe mbona umuombi? Unasema tu bwana, nataka hiki, nataka kile, nataka hiki. Wewe umenivutia, mimi nakutaka, bla bla. Wengine wanaomba bwana, mimi naomba niwe kuna masomo na wewe, ujue ninakupenda sana, ukinikataa ndajiumiza, ukinikataa ndajisikia vibaya. Mbona huyu haombi? Mwanamke anachanganyikiwa. Ukike unaanza kupambana, wewe uombe, kwa sababu yeye amejipa mtazamo wa nini? Yeye ni malkia. Na ndipo ambapo hapo anaingia kwenye game ambayo ndani yake ni kuna kina kirefu, anajikuta amezama yeye na sio wewe mtawala. Mwanamke anakuja anasema ngoja sasa unanimkamate, kwa sababu haiwezekani, nimekamata wanaume wote wananitukuza, mbona huyu anitukuzi? Anakuja kuipigania samani ambayo wewe umpi. Siku ambayo ukamsifia, ukampa samani ambayo ukumpa kabla, siku ambayo anaona maliza mchezo, anatafuta mwanaume mwingine. Ndivyo wanawake walivyo. Ndivyo walivyo. Kutafuta samani ya wanaume ambaye atui samani. Kwa hiyo inabidi wacheze game, inabidi wawe nyenyekevu, inabidi wasikilize, inabidi wawe wativu ili wapate samani. Na kitu ambacho kinakuwepo, wanajikuta wameingia kwenye mtego ya wanaume watawala ambao samani haitoki hivi hivi, inatoka kwa juhudi. Kwa inabidi tena aweke juhudi ili apate samani. Aweke juhudi kwa anakuwa analipia samani. Lakini kwako wewe anapata bure. Unamsifia tu. Una comment tu. Bure for free. Una comment ovyo, una mention ovyo status zake for free. Hiyo samani meblaza. Hiyo attention meblaza. Unatakiwa ujue ile attention wanaihangaikia sana wanawake, ila wewe unawapa for free. Ndio maana wakuheshimu. Ndio maana kwenye inbox yako wanakuzalau, wanakuchukulia poa. Ndio maana hawakuheshimu. Unatakiwa kujua hilo. Hawakuheshimu meblaza. Lazima uwe tofauti. Ndio maana nimekwambia toka kwenye inbox yake ili uone unaweka vipi mkakati ili ujitofautishe na wanaume wengine. Usiingie asubuhi message, mchana message, jioni message. No. Wewe lini umepigiwa simu na mwanamke? Mara baada ya kumtumia tu message akakupigia voice call. Na kwanza kuzungumzia masuala mahusiano. Lini imekutokea hiyo hali? Basi akakupigia normal call. Yaani umemtumia message akakupigia normal call. Ni maana umenitumia message WhatsApp, wewe ni nani na vitu kama hivyo. Lini imetokea hiyo hali? Akakupigia zaidi anakuambia mimi sina bando, zaidi mimi sina dakika, zaidi naomba nipigie. Umemtext normal call, kifurushi labda kimekata, utakwambia nipigie ama nitumie message normal call.
Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mpumbavu. Lakini watawala ni mengi sana. Mwanamke anakuwa amechanganyikiwa. Kwa nini? Kwa sababu anakutana na mwanaume ambaye anavunja samani alionayo. Ule umalikia anaojiona, anakutana na huyu mwanaume, ule umalikia hauna samani yoyote. Anaona umalikia hauna samani yoyote. Hauna. Kwa sababu atritiwi kama alivyokuwa anajitazama yeye ni malikia, na vile ambavyo wanaume wengine wanamuona malikia wanavyomtukuza, lakini kwa kweli anakuja hatukuzwi, hasifiwi, bali umeongea umenyoka. Kuna hili na hili na hili. Mwanamke anachanganyikiwa. Na ikijumlisha profile ulioweka. DP yako lazima, kama DP unaweka DP ya sura yako kaa kiume. Usike kama fala. Umekaa mikono umeweka mdomoni, umekaa mikono umekaa hivi, umekaa umeshika kiuno umepinda. Blaza, kaa kiume, kaa kama mwanaume. Weka DP. Kinyume na hapo, usiweke DP. Usipoweka DP unawachanganya sana. Mno, unawachanganya sana. Moja kwa moja anajua huyu ni mwanaume anajitambua. Kwa sababu wanaume wengi wanaweka DP kwa ajili ya attention. Wanaamini akiweka DP ule muonekano wake basi anavyovaa atawanasa wanawake. No, wanajua, they know. Kwa sababu wenyewe ndio michezo yao hiyo. Wanatumia DP vizuri sana. Kwa hiyo unachofanya wanajua unachofanya. Unaweka DP ambayo, kuna moja ya profile yangu nimeweka DP ambayo ina kivuli cha mtu, afu ni giza. Wanawake wengi wanakuwa wanasema bana DP yako inatisha, kwa nini usibadilishe DP bla bla bla. Inakuwa DP inawaendesha wao, sababu imebeba mamlaka ya tafsiri fulani ambayo katika asili ya mwanamke ina namna ambavyo mwanamke anaona. Kwa moja akiona message yako haraka sana na kupigia. Anaongea kama mtoto. Blaza. Lakini kwako wewe unasafa sana. Yaani kupata tu simu zake tu unahangaika mno. Umepiga wewe sana simu. Hata voice call unaambia bwana muombe. No, wewe umeingia kwenye inbox, ndio mara ya kwanza hujatuma message, piga video call. No, piga voice call. Usipige video call, piga voice call. Maana video call atavyokuona namna ulivyo moja kwa moja atapeleka picha. Wewe ni mwanaume aina gani? Voice ni njia mojawapo rahisi ya kuenda na usiri, kwa sababu wanawake wanatawaliwa na usiri. Kwa yote anazungumza, lengo ni kuwa msindo. Wanasema weka DP ambayo ukikaa basi umekaa kiume, umekaa kama mwanaume fit, sio umekaa kivulana umepinda, umekaa kama bwege, umekaa na mashaka. Ukiona mashaka, toa DP hiyo. Weka profile ile ya giza. Sasa kuna profile za rangi za giza. Weka profile nyeusi. Weka profile yako. Hiyo ndio mikakati. Weka. Alafu utashuhudia mengi sana. Pesa zako zitaheshimika sana. Alafu natoa ya majina ambayo mnaweka yale majina kwamba mimi ndo perfect guy, the lover boy, mtoto wa mama, wengine wanasema bwana, kuna majina mengi, Mr. Romantic, mimi ndo ule mtetezi. Acha upumbavu, my blaza, acha upumbavu. Wanawake wanaangalia vitu vingi sana. Yaani akishaona tu ile anajua tu ni bwege. Anajua ni mwanaume ambaye anaomba, mwanaume ambaye. Acha upumbavu. Kama hamna cha kuandika, weka alama 5 au weka jina ambalo linaonyesha mamlaka au onyesha neno ambalo linaonyesha nguvu. Unaweza kusema mwalimu. Unaweza kusema the king, the clown. Majina ambayo yanakupa ukuu, na sio majina ya kivulana. Mtoto wa mama, unajiita hivyo. Mwanaume, are you serious? Afu unaingia kwenye inbox, akishaona una mtoto wa mama, tayari shapoteza interest. Najua tu mtoto la mama maana yake lina deka. Mtoto la mama ndio lile ambayo mama's boy.
yani anasikiza ushauri wa mama, kila kitu mama, hata kama sio ndivyo taswira inavyoenda, kwa sababu wewe hujui haya. Wanaangalia hivi vitu wanawake, ndio unakuwa na safa sana pale inbox. Umeweka jina gani? Mtumishi, church boy. Hata kama wewe unasali sana, meblaza, usionyeshe majina kama hayo. Umeweka maneno pale, Mathayo 10:3. Meblaza, man. Mwanamke hataki kuelewa kwamba wewe imani yako imeipo vipi. Hivi anamwamini Mungu ama muamini? Hivi huyu hataki kuelewa. Nataka kuelewa baadaye, okay, huyu ni mwanaume ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu, au mwanaume ambaye ni anasali, au hataki kuelewa tangu siku ya kwanza ameona tu kwenye inbox akajua tu church boy. Ashajua. Kwa hiyo kama na tabia zake zingine atazificha. Kwa hiyo wanaume wengi wanaigizia kwa sababu tangu siku ya kwanza alipokutana wewe ulimfundisha kuficha tabia fulani. Maana anajua church boy bwana, church boy akisikia mimi naendaga club, tayari nitapoteza. Church boy bwana akijua mimi navaga vikuku, tayari nitampoteza. Church boy bwana akijua mimi ni mtu wa birthday sana, mtu wa shughuli, tayari nitampoteza. Kwa hiyo ata edit hivyo vipande. Atakuwa kwenye kundi la husband material. Ata edit hivyo vipande. Kwa mwanamke atakiwi kujua wewe unasimama upande gani, wewe unaamini kitu gani kuhusu wao, kuhusu maisha, kuhusu dini. Atakiwi kujua tangu siku ya kwanza. Yaani asikuelewe. Ile hali inapelekea hawe na mashaka. Huyu mwanaume ni mwanaume gani? Atakuwa ni mwanajeshi, atakuwa ni mwalimu, atakuwa ni nani, atakuwa ni polisi, atakuwa ni hivi, atakuwa ameajiriwa, atakuwa amejiajiri, atakuwa anasoma, ajiweke kwenye hayo maswali. Ndio maana usitume business account. Yaani account yako ya biashara ulioisave, usitume hiyo account kutongozea wanawake. Usiitumie. Lazima uwe na namba ambayo sio ya business. Namba ambayo profile yake kwanza ilivyokaa, imekaa kitawala sana, imekaa kisiri. Yaani siri kubwa ya kuingia kwenye akili ya mwanamke pale inbox, kuvunja huu mtazamo wake wa kujiona yeye malkia. Ingia na usiri. Asikuelewe. Asijue una umri gani. Kwa sababu akiona tu neno kama toto la mama, atajua tu huyu atoka na miaka 20. Huyu atoka na miaka 19 huyu. Hata kama ana miaka 30 atajua na miaka 19. Kwa sababu ushajiita mama's boy, toto la mama. Mimi ndo mtetezi. Lover boy, anajua tu utayari ndo wale masela. Ndo wale mabisho. Tayari shapeleka picha, hata kama sio. Hata kama kweli wewe hata kama kweli bwana wewe ndo Mr. Romantic, lakini sio bisho, ni mtu ambaye unajitambua na misimamo yako, lakini umeandika hicho kitu, tayari unasafirisha hiyo akili. Maki unaingizwa kwenye kundi moja kwa moja la wafuasi. Kwa kuna vitu vingi sana vinazingatiwa kwenye ukiki. Ndio mambo ambayo mnakuwa mnayakosea sana. Kwa lazima ujue mtazamo wake ili uweze kuushinda ule mtazamo wake wa malkia, kwa sababu ule mtazamo uwezi kuuvunja wewe. Uwezi kuuvunja. Ila ni mtazamo ambao utaufuta kwako wewe na atauendeleza kwa wanaume wengine. Kwa kwako wewe akija, anakuja kama follower. Lakini wakati huo akigeuka nyuma, anaona watu wanamtazama malkia. Ila kwako wewe akikuangalia, anaona mtazama follower. Lakini akigeuka nyuma akiwatazama wanaume wengine, anaona watazama follower. Ndivyo ambavyo ilivyo. Kwa hiyo wewe usihangaike kucomment, usihangaike kulike, usihangaike kushare, usihangaike si bwana ngoja ni view labda TikTok yake amenitumia hapa linki, nikiview labda Instagram yake account ndio ataanza. My brother, you are a follower man. You are a follower. Mtu aliye naye mimi ndio atakuongeza kutumia zipi za mitandao ya kijamii. Hata kama nikazijua, siwezi nikazitumia nikaingia bwana nikaanza kulike, nikaanza comment, nikaanza kuview. Maana zinaonyesha huyu ameview, ameona status inaonyesha ameview.
no, najua yale yote anawafanyia wafuasi wake. Ndio kumpa samani. Mimi sio mfuasi wake. Kwa hata status zake man, kwanza nimemweka archive. Ile isitokea tabaki ndani ni repost nimeview. Kwa sababu najua ni kosa gani linapatikana hapa. Mtawala. Ile kitaka tu nimchunguze, nimjue jinsi alivyo, basi nitaingia kwenye account yake za mitandao ya kijamii, nitamwangalia ana post vitu gani, ana mtazamo gani. Okay, na mtazamo huu basi we are fine kwanza. Na mwanamke ndio ni mwanamke mrembo mzuri, lakini kama na mtazamo huu piga chini. Lakini nimeingia kwenye mitandao ya kijamii na okay, kama na mtazamo huu basi ni anatumia tu mitandao ya kijamii kupata samani, kwa sababu kwa asili wao ni watu wa samani, watu wa attention. Kwa hiyo I know endelea mambo yangu. Tumizi kichwa, sio unaona kuna watu watakuwa na mtongozo basi inbox, kwa sababu na mimi ngoja niende ku comment, kwa sababu naona kuna noma wengine na comment, ngoja na mimi ni comment. Sasa nisipo comment mimi itaonekana mimi simpendi, wale wengine na my blaza. Usiwe follower man. Toka kwa hiyo list. Usiwe follower. Sio mfuasi. Ndipo utaweza kuushinda mtazamo wa Malkia. Sio mfuasi. Kuna mtaala mmoja alizungumzia kuhusu swala la tuambie bwana kuhusiana pia na masuala ya status. Unajua tunafeli sana tupate madini. Ndio haya madini. Usiwe follower. Unatakiwa kujua mtazamo alionao wa samani. Unatakiwa kujua mtazamo wa samani alionao. Anojitazama yeye Malkia. Kwa hiyo wewe ukiingia ukimtazama kama Malkia, aweze akavutiwa na wewe, atakutazama kama mfuasi. Kwa hiyo comment kumsifia kwenye group, hayo yote futa. Sina ingia kwenye mahusiano mwanamke ambaye atije comment, atije chat naye kwenye group, atujai msifia. Tupo kwenye mahusiano imara na mwanamke, yeye ndiye ambaye anayahangaikia mahusiano. Sasa anasema unatakiwa kuelewa kuwa mwanamke anajiona yeye ni malaika na anatakiwa kutukuzwa na kuhudumiwa, lakini ukiangalia hana mchango wowote zaidi. Atasema yeye ni mwanamke, yeye ni pambo, na hapo hana maarifa, na hapo kwa sababu hana maarifa na jamii imekuaminisha kuwa weka pesa, mwanamke anajiona yeye anatakiwa kutukuzwa. Mimi natakiwa kuwa na mwanaume ambaye ananihudumia. Unajua mimi mwanamume, mimi natakiwa kuwa na mwanaume ambaye anajihudumia. Unajua mimi ni mwanamke ambaye ni mzuri, ni mrembo. Okay, kama ni mrembo, ndio natakiwa na mwanaume ambaye ananihudumia, ananifanyia hiki. Okay, sawa. Na wewe unafanya nini kwenye maisha yako mwanaume? Mimi si nipo tu nampa na smash na blaza. Mwanamke ana mchango wowote. Yeye anajiona, ndio jamii imemwaminisha kwamba wewe unatakiwa tu upokea tu. Mwanaume atakuwa anatoa tu. Yaani wewe pokea tu. Sasa wewe ukiingia na akili hii, lazima ufeli. Lazima ufeli. Atakuwa kwa kundi gani? Haraka sana atakuwa kwenye kundi la husband material. Yaani mwanamke anajua yaani kwa nini unamhudumia. Anajua umenasa. Kwa hiyo kwa sababu umenasa, yeye itapelekea moja kwa moja atoke kwenye mvuto. Kwa sababu kwa asili anavutiwa na mwanaume ambaye anawekeza kwa huyo mwanaume. Wewe ukiwa unawekeza kwake na yeye hajawekeza chochote, havutiwi na wewe. Unakuwa unatenda majukumu yako, unakuwa ni sehemu ya utendaji wa majukumu ya utambulisho aliokupa, kwamba wewe ipo siku tutakuja kumuoa, ipo siku bwana mtakuja kuwa na mahusiano. Ndio ambacho utakuwa unakihangaikia. Na ukisikiza jamii inasema nini? Jamii inakwambia bwana wewe weka tu pesa, ujue wazi hapo ndipo tenda kunaswa na kupata matokeo mabaya kwenye mahusiano. Kwa sababu pesa sio daraja la kujenga mahusiano. Pesa sio daraja la kujenga mahusiano, ila ni wewe na yeye. Hivi mahusiano ni nini kwanza?
Tawala, mahusiano ni nini? Jikuta tunaongea mengi afu unajua mahusiano ni nini? Mahusiano ni nini? Kwa sababu sio pesa ambayo inatengeneza mahusiano. Pesa sio daraja la kimahusiano, sio daraja la kujenga mahusiano. Sasa mahusiano ni nini? Eti meblaza, jiulize hilo swali. Sikuta unazurula hapa tunaongea mengi, lakini kumbe uelewi hata mahusiano ni nini. Mzee Sona anasema mahusiano ni hali ya maelewano ya kihisia ndani kwa ndani. Iwapo pande mmoja haujaafiki hisia za upande mwingine, utasemaje hayo ni mahusiano? Utasemaje hayo kuwa ni mahusiano? Mahusiano ni maelewano, maelewano ya kihisia, hisia za ndani kwa ndani. Mimi ni mwanaume, naenda kumtongoza mwanamke kwa sababu amenivutia, nina hisia naye za mvuto, na wakati unavyoenda kumtongoza mwanamke, yule mwanamke ili aweze kunikubali mimi, ni lazima na yeye awe kwenye hisia na mimi, na wao ndo wameumbwa hivyo kupokea hisia. Vipi? Lazima uguse button, lazima uwe tofauti, lazima uonyeshe ukike. Ukike ndio unaachilia hisia. Kwa kazi yako wewe ni maelewano kati ya wewe na ukike, ilikuwa kuna mahusiano ya kweli yasiyo na unafiki, ya mahusiano ya kweli kwa mwanamke, yale ya kweli kabisa. Ni lazima wewe mwanaume uwe na maelewano na ukike. Ila kama wewe umevutiwa naye alafu yeye hajavutiwa na wewe, yani ukike haujakukubali wewe, unakuona mvulana, utasemaje kwamba hayo ni mahusiano? Utasemaje kama hayo ni mahusiano? Sio mahusiano. Wewe utakuwa unalipia mahusiano. Ndio wale wanaume ambao unalipia simu yake ili akupigie simu, inabidi umlipe. Bwana nitumie voucher basi. Mmoja mimi sina hela matumizi, unamtumia, ndio ndipo unakuta mkupigia, mnaongea. Utakuwa unalipia mahusiano. Ndio wanaume wengi wapo kwenye ndoa wanalipia mpaka sex, unalipia ili smash, unalipia my blast. Kwa sababu nini? Hakuna maelewano kati yako wewe na ukike. Hiyo ndio akili unatakiwa kuibeba hapa. Ukike ni nini? Unaelewanaje na ukike? Unatakiwa uelewe ukike unataka mwanaume wa aina gani, mwenye ujasiri na akili. Ujasiri ni nini? Ujasiri wa kuweza kusimamia kile ambacho akili yako imeona ni sahihi na unakitaka, pasipo kushusha thamani yako. Hapo ndipo ambapo mwanamke anavutiwa na wewe. Anavutiwa vipi? Ukike unaachilia hisia. Kazi ya ukike ni kuachilia hisia, ni kufanya mwanamke ajishikize. Nenda kasome somo la huyu mwanamke kwa kina, utaelewa haya ninayosema hapa. Unatakiwa kuelewa hilo. Sasa pesa inaweka swala la kuvunjika, swala la kuvunja kanuni ya kwanza ya mahusiano na wanawake. Pamoja na wanaume. Pesa ndio ambayo inaenda kuvunja kanuni ya kwanza ya mahusiano. Pesa. Kanuni ya kwanza ya mvuto inafukiwa na pesa. Kanuni ya kwanza ya maelewano kati ya wewe na ukike inafukiwa na pesa. Na wanawake wengi wanaishi maisha mazuri sana, maisha yenye gharama sana, lakini hawafanyi kazi yoyote. Hawafanyi kazi yoyote ile zaidi ya kuweka DP kali, zaidi ya kuweka post kali, zaidi ya kuweka status kali, status nzuri. Na kuna sehemu moja hivi ilikuwa ni live, mwanamke alisema hivi, mwanamke mmoja alisema hivi, namshukuru Mungu mpo wanaume, maana sijui ningeishije mimi. Aliongea hiyo kauli, wanaume wengine wakacheka pale, lakini mimi nika nimeelewa na maanisha nini. Kwa hiyo kwamba mimi sina mchango wowote, mimi sina uwezo wowote, ningeishi vipi? Nashukuru Mungu mpo nyono. Wengine nashukuru mimi Mungu nimezaliwa mwanamke. Kwa sababu hapo wanaume ambao wananihangaikia, wananipa pesa.
Wanawake wanaishi vizuri tu kwa ajili ya wanaume. Na asilimia kubwa wanaume hao wanakuwa ni mabwege kwa sababu hapati kilo ambacho kinatakiwa kipate. Hapati juhudi, hapati uaminifu, hapati wema, lakini bado anahangaikia mahusiano. Wanaume wengi sana wanahangaika. Wanaume wengi sana wanasafa. Wanaume wengi sana wanateseka kwenye mahusiano. Kwa nini? Kwa sababu wameua kanuni ya kwanza kwa kutumia pesa. Maana yake nini? Wanaume wengi ndio chanzo cha mapato ya kila siku. Na wewe bwege unajiona upo kwenye inbox yake mwenyewe. Yaani unajiona wewe mwenyewe ndio upo kwenye inbox yake. Unachata mwanamke, unataka ujione wewe ndio peke yako. Unataka ujione kwamba wewe ndio unamtafuta kila siku. Yaani wewe ndio unataka ujione wewe ndio pekee katika watu wanaowasiliana nao. My blaza, unajidanganya. Unatuma vocha ili ujione wewe ndio pekee. Unajidanganya, my blaza. Nataka kuelewa hilo. Unajidanganya sana. Toka kwenye inbox yake haraka sana. Nataka kuelewa hilo. Toka kwenye inbox yake. Wanawake wengi wanaishi maisha ya gharama, hawajahangaikia. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya DP tu, kwa ajili ya status. Wanaposti hiki, wanaeka hiki. Unamwambia, nimekuona bwana umpendeza, mshika 10,000 hapa. Mshika, nitumie bwana, ndio nitumie pesa yako nikutumie pesa. Nitumie namba nikutumie pesa. Nitumie namba hiyo. Unaamini utapendwa. Unaamini wewe ndio wewe unaweka kwenye kundi, unajiandaa kwa kwenye kundi la mume ama kwenye kundi la friend zone. Piga friend zone pale. Unakuwa ni mwanaume ambaye msolve matatizo. Na hakuna sex, hakuna heshima, hakuna utiifu, zaidi za lao. Na wakati huo wewe umekuwa ukituma pesa, umekuwa ukiview status. Kuna mwanaume ambaye amekutana naye leo grupu, na leo ameanzisha mahusiano, na leo amemchukua ndio maana. Na wakati huo wewe unaweka juhudi nyingi sana, na mimi nipo siku. Unaamini nipo siku, lakini kuna mtawala fulani pale ametulia. Amechukua hiyo siku ambayo na mimi nipo siku, unasubiri kesho, unasubiri kesho kutwa, unasubiri mwezi ujao, unasubiri miaka ipite. Kuna muuni, kuna msela, kuna mtawala amemchukua huyo mwanamke. Kwa kutokufanya mambo ambayo unayafanya wewe. Jamii nakuaminisha ukimhangaikia hivyo ndivyo utampata. Unavunja kanuni ya mahusiano. Mahusiano ni nini? Unavunja kanuni ya mahusiano. Unavunja kanuni ya mahusiano, my blaza. Unatakiwa kuelewa hilo. Kwa hiyo haraka sana toka kwenye inbox yake haraka sana, kwa sababu haupo salama. Huyo mwanamke anawasiliana na wanaume wengi, sio wewe tu. Kwa lazima ujitofautishe na ng'ombe anazozitazama na wanaume wengine ambao wanawatazama kama watumwa. Lazima ujitofautishe ili uweze kuwa salama. Iwapo hujawahi kuonana na huyo mwanamke, hujawahi kuonana na huyo mwanamke, na hujawahi jiona mwenye thamani mbele yake, ujue wazi huyo mwanamke anao ukike. Ukike wenye kuinasa nishati yako na kutambua kuwa wewe ni mwanaume mtawala ama ni mwanaume bwege. Kwa hiyo kuna mwanaume ambaye hajajiona kama mwenye thamani, yani yeye anawatukuza wanawake sana. Na wengine anawanyenyekea wanawake sana. Mwanamke akikosea tu kidogo, akimkosoa tu kidogo, samahani basi, nisamee, umekasirika. Yani wewe unachat naye my blaza pale inbox. Man, acha upumbavu. Kidogo tu unataka kujua umekasirika. Yani umekaa kwenye tahadhari sana. Afu unategemea avutiwe na wewe. Man, wewe utasafa sana. Wewe ndio ile ng'ombe ambayo anaitafuta, wewe ndio ile ng'ombe ambayo anaitumia, wewe ndio ile ng'ombe ambayo
anaitumia kukuza thamani ya umalikia. Lakini wakati huo anakutana na mtawala ambaye aombi, aulizii, bwana hivi umejisikiaje? Hivi imekuwaje pale? Hivi sijakukasirisha? No. Mtawala ambaye amenyoka, acha upumbavu. Acha bangi wewe. Fanya hiki. Acha mambo yako wewe. Niambie hivi na hivi. Unazingua wewe mwanamke. Fanya hiki na hiki. Mwanaume ambaye anapeleka yeye anachokitaka, anakiongea anachokitaka. Yaani ipo hivi, mwanamke anataka wewe umchukulie kwa kawaida sana. Hata kama wanawake wale walembo sana, tena wale walembo sana ndio rahisi sana kuwapata. Kwa sababu wanatukuzwa mno. Wanataka uwatreat kawaida. Yaani waone kama vile watu wa kawaida tu. Kama wewe unaongea na masela zako, kama wewe unaongea na washikaji, washikaji mambo vipi? Umeingia kwenye inbox ya msela, mambo msela inakuaje hapo fresh poa? Unajua kuna issue moja hivi na yaulizia, hivi una ile issue? Ile issue sina. Okay, no basi tutajua tutafanyaje fresh. Lakini ukiingia kwa mwanamke, mambo vipi sasa? Samani, hivi una muda wako kidogo, kuna kitu nataka nikuulize. Unazunguka. Ili onekane mwema. Ili onekane kijana mtiifu. Ili onekane wa tofauti. Wewe ni mpumbavu. Vile unavyochati na wanaume. Hivyo. Maneno yale ambayo unaambia wanaume kizingua, ndio unavyokuwa unaambia wanawake hivyo. Usiweke filter kwenye maneno. Ongea wazi. Hapo ndipo ambapo utavutia mbele ya mwanamke. Kinyume na hapo, you are dead, blaza. Kinyume na hapo, you are dead. Unaua mahusiano yako. Unaua safari ya kwenda kuanzisha mahusiano. Hata kama mwanamke amekuvutia kiasi gani, wewe ndio unayeharibu. Unamtaka, nenda kwenye point. Ongea unachokitaka. Usiombe msamaha ovyo. Samahani, kila muda samahani. Usiwe mpumbavu. Usifuate sheria za jamii ambazo hazikuweki hatiani. Maana kuna sheria ambazo ukizifanya lazima ufungwe. Lakini kuna sheria ambazo usipozifanya, kwani usipoomba msamaha utakamatwa. Bwana, kuna kijana mmoja ameongea hajaomba msamaha, basi tumfunge. No. Kwani usipomsifia utafungwa. Unataka kuvunja hizo sheria ambazo jamii inakupa, bwana amsifie, ampe pesa. Kwani usipompa pesa utakamatwa. Kwa kuna sheria za nchi lazima uzifuate, lakini sheria ambazo sio za nchi, ambazo hazipo kwenye vifungu vya kukuweka jela, hizo sheria zivunje. Hizo sheria zivunje ili uwe mtawala. Yaani sheria zote ambazo unajua hii sheria ni sheria ambayo imewekwa tu na jamii, na jamii yenyewe maslahi yake binafsi, lakini sio sheria ambayo nikivunja hainiweki hatiani. Maana kuna sheria ambazo ni za nchi, makosa jinai na vitu kama hivyo. Zile sheria inabidi usimame nazo, usizivunje. Lakini sheria ambazo ukavunja ukamwajibisha mwanamke, sheria ambazo ukamkosoa mwanamke, sheria ambazo ukaongea unachokitaka wewe. Kuna mshikaji wangu mmoja hivi, Sela, ni kitambo kidogo. Rafiki yangu kipindi hicho ndo naingia kwenye utawala. Sasa kuna mambo nilikuwa namwambia, bwana, unatakiwa kufanya hiki, unachocha mwanamke fanya hivi. Akasema, mwanangu, jua hii ni riski sana. Mwanamke akikasirika, mwanamke anaweza akakuripoti, mwanamke anaweza no my blaza, ongea kile ambacho unataka. Kwani unamtukana? Hapana, kuongea uhalisia wa neno kama lilivyo. Nataka nikutoe kama lilivyo. Unaongea, bwana, unajua nimekuja kugundua ni riski sana. Naamini mpaka sasa kwenye mahusiano yake atakuwa na safa sana. Naamini hilo. Mimi hicho cha utawala mwanzoni, na mimi nikachagua utawala, yeye akabaki kule na hofu kwamba nikisema hivi basi atakasirika, nikionyesha hivi blaza. Ongea maneno yanavyotakiwa kuongea, ayasikie pasipoweka mchujo wa aina yote. Hapo ndipo utaivunja ile thamani ambayo anajiona yeye malkia. Hapo ndipo ambapo utaivunja ile thamani ya yeye kujiona malkia. Hapo ndipo ambapo utaivunja ile thamani ya yeye kujiona malkia. Kinyume na hapo, unakuwa follower kwenye maisha yake. Kinyume na hapo, unakuwa follower kwenye maisha yake.
Kinyume na hapo, utakuwa follower kwenye maisha yake, my brother. Kuelewa hilo, unatakiwa kuelewa hilo, unatakiwa ulitambue hilo, unatakiwa ujifunze hilo haraka sana, my brother. Kwa hiyo wanawake wanajitazama wao ni malkia. Huo ni mtazamo ambao wamejengea. Kwa hiyo unatakiwa kuvunja huo mtazamo. Unatakiwa kuvunja huo mtazamo haraka sana. Unatakiwa kumrudisha kwenye uhalisia haraka sana. Unatakiwa kumtoa kwenye giza hilo la mtazamo wa kijamii, kwa kuto kucomment ovyo kwenye status zake, kwa kuto kumsifia ovyo hiyo kwenye group pale mna chat, kwa kuto kumsifia pasipo kuview status zake. Kama wewe ujitofautisha, ujue kabisa wazi kwamba mimi nikiwa namsifia ovyo, basi mimi ni follower wake, ni mfuasi wake. Mimi nikiwa na comment kwenye status zake, mimi ni follower. Mimi nikiwa na mention kwenye status zake, mimi ni follower, mimi ni mfuasi wake. Mimi nikiwa nasifia kila DP, kila post, mimi ni follower. Mimi nikiwa nafuatilia mitandao yake ya kijamii, mimi ni mfuasi. Na wakati huo ukiweka hivyo, ujue kabisa huyu mwanamke kwa asili avutiwi na wafuasi. Anavutiwa na wafalme, anavutiwa na wanaume ambao hawamfuatilii, anavutiwa na wanaume ambao hawajali kuhusu yeye, anavutiwa na wanaume ambao wanamchukulia kama yeye ni wa kawaida, ambao hawamtukuzi. Kwa hiyo mimi nitachagua nimtukuze huyo mwanamke anione mfuasi, ama nisimtukuze huyo mwanamke anione mfalme, alafu yeye anifukuzie, alafu yeye ashindanie nafasi, alafu yeye ashindanie samani. Nichague wapi? Utachagua wewe, my brother. Toka kwenye inbox yake once again, utachagua wewe. Kwa mimi ninachokuletea hapa ni machaguzi ya kuelewa wewe, kwa uelewe makosa yalivyokuwepo wapi. Ulikuwa ujibiu message, anazipuuza, anaziblue tick, anaziangalia, anazifanya hivi. Unatakiwa kujua ulikuwa unakosea wapi. Unatakiwa kujua ulikuwa unakosea wapi, my brother. Wewe umeelewa saizi mlango ulipokuwa unavuja ni wapi? Umeelewa? Umetambua saizi kitu gani unatakiwa kufanya? Unatakiwa kubadilika. Kitu gani unatakiwa kufanya? Unatakiwa kubadilika, my brother. Kitu gani unatakiwa kufanya? Unatakiwa kubadilika haraka sana. Unatakiwa kubadilika, man. Lazima uwe tofauti. Utachagua wewe mwanamke akae kwenye kundi la kuwa mtawala wake, ambalo kundi ndio kundi ambalo mwanamke atapambana kutoa kila kitu chake ili athibitishe thamani yake. Kwa sababu ukiwa mtawala wake, moja kwa moja utaingia katika njia ya mahusiano ya maelewano ya kihisia pande zote mbili. Lakini akiukia katika upande wa husband material, utaingia kwenye mahusiano ya maelewano ya kihisia katika upande mmoja, na wakati huo ili mahusiano yatokee itabidi kuwa kuna daraja ambalo litaleta maelewano, na hilo daraja ambalo litaleta maelewano ni pesa. Ukiona mwanamke anakuambia bwana, mimi nataka pesa, mimi nataka mwanaume mwenye pesa, anamaanisha hivi, mimi wewe univutii, wewe ni mwanaume ambaye sio aina ya wanaume ambao nataka kuwa nao, lakini kama unataka kuwa na mimi it's okay, inawezekana, ila utakuwa unanilipa. Ili mimi niwe na wewe, ili mimi nikuchague wewe, ili mimi nikukubali wewe, itabidi unilipe kwa sababu mimi univutii. Sasa kwa nini niwe na wewe? Wewe unavutiwa na mimi, nimekubali, sawa, unavutiwa na mimi, unanipenda, umesema bla bla bla, lakini mimi sivutiwi na wewe. Kwa hiyo kinachotakiwa wewe unipe pesa, basi mimi nitakuwa kwenye mahusiano na wewe. Nakusikiliza, nitakuwa mwema, ila wewe tu nipe pesa. Kwa inamaanisha nini? Wewe unalipia. Na wakati huo kuna mwanaume mwingine ambaye mwanamke anavutiwa naye, mwanamke anasema mimi hata sijali kuhusu pesa zako, sijali kuhusu kazi yako, sijali kuhusu maisha yako, mimi nasijali tu wewe na mimi unikubali, tuishi wote, tukae pamoja, mimi nimekupenda vile ulivyo. Maana yake ni mimi nimevutiwa vile ulivyo. Kwa hiyo ndio maana ukisikia mwanamke anasema nipe pesa, mimi nataka pesa, anamaanisha hivi, sivutiwi na wewe. Mimi mwanaume, mimi nataka mwanaume yoyote tu, kikubwa tu ni mwanaume ambaye nimevutiwa naye, ni mwanaume ambaye anajitambua. Anamaanisha hivi, mimi siku zote nataka niko na mahusiano na mwanaume ambaye navutiwa naye kimapenzi kweli, si utani. Huyo ndiye ambaye namtaka, ndiye ambaye sitataka pesa zake, kwa sababu mimi navutiwa naye kimapenzi. Ila mwanaume ambaye sivutiwi naye kimapenzi, kwa sababu yeye anavutiwa na mimi kimapenzi, lakini mimi sivutiwi naye kimapenzi, basi ili niweze kumkubalia
lazima anipe pesa. Sasa kwa nini nimkubalie wakati sivutiwi naye, ila yeye anavutiwa na mimi? Sasa ili asiteseke, basi mimi inabidi muuzie mvuto, nimuuzie mapenzi. Kwa anakuuzia mahusiano, unakuwa unalipia bili, unalipia hiki. Ndo matajiri wengi, ndo mabwege wengi, ndo maskini wengi wapo kwenye mahusiano. Kwa jichunguze wewe. Kwa kuanzia leo ukisikia kauli kama hizo, bwana ukitaka kuchat na mimi, wewe nipe bando. Maisha nini? Mimi sivutiwi na wewe. Sasa nitachati na wewe wakati sivutiwi, maana sina interest na wewe. Yaani mimi niache mambo yangu ni chat na wewe na kuona tu fala mmoja tu. Sasa ili nisikuone fala, nisikuone mpumbavu, nikuone mwanaume gentleman, nikuone kwamba ni mwanaume ambaye bwana unavutia sana, wewe niweke tu bando. Mimi nitachat na wewe. Inamaanisha nini? Wakati huo ambao umeweka bando, atakuwa anapata nafasi ya kuwasiliana na mwanaume wake na kuwasiliana na mtaala wake, na wakati huo atakuwa anakujibu na wewe. Ndio kinachotokea hicho, my brother. Ukiona umeingia kwenye mahusiano kwa daraja la pesa, ujue kuna mwanaume mwingine ambaye yeye ana smash atoi pesa. Kama umeoa ulitumia pesa, basi ujue kuna mwanaume huko nje ana smash huwa na mke wako na atoi pesa kama unavyofanya wewe. Kwa sababu umekupa tafsiri ya kile ambacho kinaendelea kwenye akili yao, wakwambia kwamba tunataka pesa. Wakisema bwana tunataka pesa, wanawake wengi hawavutiwi na wanaume saizi kijamii. Kwa nini? Kwa sababu wanaume wengi wamekaa kibwege, kwa sababu mabwege wengi ni wengi. Ongezeko la mabwege la kuwa wengi linapelekea wanawake wakose mvuto. Wanawake wanakosa mvuto, wanakosa sababu ya kuingia kwenye mahusiano. Sasa ile waingia kwenye mahusiano inabidi walipie mahusiano ili waingie kwenye mahusiano. Ndicho ambacho kinaendelea lazima. Kwa utachagua wewe kizazi chako kikateseke kulipia mahusiano, kinalipia kila kitu, kinalipia chakula, kinalipia kuishi, kinalipia mpaka mahusiano ukayalipie. Blaza. Man, it's crazy. Kwa utachagua wewe usimamie haya maarifa ama ukalipie uwepo wa mwanamke. Utachagua wewe, blaza. Hilo mimi nakuachia wewe, man. Hilo nakuachia wewe, utaamua wewe. Ulipie mahusiano, ulipie maisha, ulipie mtindo wako wa maisha, ama ulipie mtindo wako wa maisha alafu mahusiano usiyalipie. Utachagua wewe. Tangu siku ya kwanza unaingia kwenye inbox yake, inaonyesha wazi kwamba wewe unaenda kuyalipia mahusiano ama unaenda kuingia kwenye mahusiano pasipo kulipia. Tangu siku ya kwanza. Kwa sababu mahusiano ni nini? Ni maelewano kati ya pande mbili kihisia. Mwanaume lazima uvutiwe na mwanaume, inavyokuwa ndio hivyo. Mwanamke ambaye anakuja, mwanamke ambaye anajilegeza ambaye hujavutiwa naye na una vigezo vyako, huwezi kuingia naye kwenye mahusiano. Lazima uwe na sababu, lazima okay, huyu naona nataka hivi sasa. Sababu anataka kuingia mahusiano mimi, hakuna faida gani? Okay, kama unataka tuingie kwenye mahusiano lazima ufanye 1 2 3, lazima una hiki na hiki na hiki. Basi mimi naingia kwenye mahusiano wewe. Ndio maana kuna hawa mabwege ambao wanatembea na wanasema mashangazi, sijui wanasema mashuga mami, sijui. Kwa nini? Sio kama wanavutiwa nao, no. Wale mashuga mami wanavutiwa nao wanaume, lakini wale wanaume hawavutiwi nao. Sasa wanafanyaje? Lazima okay, it's okay. Kwa sababu unavutiwa na mimi. Sawa, basi itabidi unipe hiki na hiki na hiki. Kwa ndio mbuga ilivyo. Huo ndio uhalisia ulivyo. Kwa utalipia mahusiano. Kwa kuna muda mwingine pesa inavunja kanuni ya mahusiano, ya maelewano, ya hisia. Mahusiano ni nini? Tukutane kwenye kipindi kingine. Tuendelee kwa kina kutengeneza, tuendelee kwa kina kuchimba msingi wa mtazamo wake ili uelewe. Na mimi naona madini yalivyo mengi, man, madini mengi sana. Kwa hiyo utaona, utaelewa kwa kina sana. Endelea kufuatilia. Kama hujasubscribe, subscribe kwenye channel yetu. Bonyeza alama ya kengele, washa notification. Kisha umesubscribe mtawala. Like, share hii kwa wana iwafikiwe wanaume wengine. Tuendelee kusupport channel yetu na wanaume wote ambao mtaka kusupport kwa namna moja ama nyingine. Niliwaambia namba hiyo hapo. Napokea support yenu na tutazidi kusimama pamoja, tutazidi kuwa pamoja katika hali ambayo tutaenda kuinuka pamoja sana. Wale ambao nataka ushauri wa mahusiano, ushauri wa ndoa, ushauri wa kurejesha amani na furaha, mawasiliano haya hapa, ili ubakie kwenye msingi imara, my brother, ubakie kwenye msingi imara wa mahusiano.
Hicho ndio kitu ambacho unabidi ukijue, ndio kitu ambacho unabidi ukielewe, ndio kitu ambacho unabidi ukitambue. Kwa kujiunga na darasa la wanaume watawala, kupata vitabu, nimeweka link kwenye description. Moja kwa moja utanifikia. Ukiwa na swali, wasiliana na mimi, na komenti yako weka hapo, nitaisoma na tutaendeleza zaidi. Watawala once again. Thank you. Maarifa ndani ya nyumba ya maarifa, kwa kujenga mahusiano imara na vijana makini. Maarifa ndiyo msingi wa mafanikio na maisha yenye maana. Maana ya maisha huzalishwa ndani ya msingi wa utambuzi dhidi ya asili ya ulimwengu wa mwili. Maarifa kwetu sisi ndiyo jukwaa imara, imara kimalezi na kiuongozi, kukuza nguvu na uwezo wa ndani kabisa. Kijana, mzee, mtoto na jamii kwa ujumla, unajenga nguzo yenye maana ya maisha na maadili ya dhati kabisa. Maadili na maana ya maisha ni sehemu ya ufahamu na utambuzi. Maarifa sauti ya mzee Sonelo.